Kwingineko mtazamaji, zaidi ya wasichana 200 kutoka kote kaunti ya Kilifi wamekusanyika katika mashindano ya kandanda. Hafla hiyo inalenga kukabiliana na baadhi ya changamoto zinazowafanya wasichana wengi kuacha shule, ikiwa ni pamoja na kutopata taulo za hedhi. Wasichana hao hawakupata tu nafasi ya kufurahia mchezo huo, bali pia walipata elimu ya afya na taulo za hedhi na za kuwasitiri kwa muda wa miezi 3 ijao. Watetezi wa haki za wasichana wanasema juhudi hizo ni muhimu katika kuwaweka wasichana shuleni na kuwakinga na ndoa za utotoni, mimba za mapema pamoja na uhalifu. Sasa kinachoendelea sasa hivi hapa leo ni mpira wa miguu wa wasichana ambao sisi wenyewe tuliubandikiza jina unaitwa Shangilia Msichana wa Afrika. Leo sababu kubwa kwa nini msichana na si mchanganyiko wala si mvulana hivi leo, wakati huo wa likizo wasichana wote wamekaa manyumbani kwao, hakuna kitu kinachoendelea. So kwa sababu hiyo mimi nikafikiria kwa nini tusitambue wasichana pia, ili wakaja pamoja tukawahusisha katika uchezaji mpira wa miguu kama hivi. Mwalimu ambaye anakaa na wale wanafunzi kwa muda mwingi, mtoto wa kike ana changamoto nyingi sana, na moja kati ya hao ambao nimeweza kupitia kwa muda mrefu, moja ni kwamba mara nyingi hawakuji shule. Ile ukiangalia mahudhurio yao katika shuleni iko chini kukompea na wale wa kiume. Na sababu kubwa ambao ukiangalia pale ni kwamba mtoto hana school fees, na ule mzazi anashughulikia sana mtoto wa kiume kushinda ule wa kike. Zaidi ya hapo, mtoto wa kike mara nyingi watakosa shule, kisa ni kwamba mtoto hana zile sodo. So inabidi mtoto akae nyumbani mpaka zile siku zake zinapoisha ndo utamuona.